Mbingu zikaondolewa kama ukurasa ulivyokunjwa, na kila mlima na kisiwa kikahamishwa kutoka mahali pake. Itakuwa ni patashika, itakuwa ni kipindi kizito, itakuwa ni muziki wa kutosha kwa ulimwengu. Visiwa vikahamishwa, milima ikalipuka, mwana wa Mungu anatokea katika mawingu ya mbinguni. Badala ya kutubu, Biblia inasema wakamtukana Mungu kwa sababu ya lile pigo la mvua ya mawe, kwa maana pigo lake ni kubwa sana. Pigo hili itakuwa ni kurudi kwa Yesu Kristo mara ya pili, anapokuja kuwachukua watu wake. Itakuwa ni shida sana Yesu Kristo anaporudi mara ya pili. Kwa watakatifu ni shangwe, kwa waovu ni kilio. Watu wa Mungu watafufuliwa vizazi na vizazi, waliolala mauti wakiliamini jina lake. Wataungana na walio hai duniani, waliokuwa waaminifu watavikwa kutokufa, na kwa pamoja tutanyakuliwa katika mawingu ya mbinguni na kumlaki Bwana wetu. Ukienda katika kitabu cha Ufunuo, sura ile ya 20, Ufunuo sura ile ya 20 inazungumza habari ya mambo haya. Sura ya 20 inatupatia mambo ya endelevu kidogo. Fungu la kwanza inasema nini? Kisha nikaona malaika akishuka kutoka mbinguni, mwenye ufunguo wa kuzimu na mnyororo mkubwa mkononi mwake. Akamshika yule nyoka wa zamani, ambaye ni Ibilisi na Shetani, akamfunga miaka 1000. Akamtupa katika kuzimu, akamfunga, akatia muhuri juu yake, asipate kuwadanganya mataifa tena, hata ile miaka 1000 itimie, na baada ya hapo yapasa afunguliwe muda mchache. Malaika huyu anayeonekana kitabu cha Ufunuo ni marejeo ya Yesu Kristo. Kuja kwa Yesu Kristo, Shetani atakuwepo, atafungwa. Si kwa kufungwa na pingu, hapana. Yeye kazi yake imekuwa ya kudanganya na kuchochea mauaji ya wanadamu na kuharibu. Watakatifu wamekwenda mbinguni, wote wamekwenda mbinguni, waliofufuliwa na waliokutwa hai wameenda mbinguni. Na waovu kwa kuja kwa Yesu Kristo watakufa kwa sababu ya utukufu wake, na ya kwamba hawatazikwa hao, watabaki juu ya nchi. Na wale waliokuwa waovu ambao walikuwa makaburini hawatafufuliwa kwanza, watabaki udongoni, na wengine wamebaki juu ya nchi. Na safari ya watakatifu itaanza kwenda nyumbani. Dunia itaachwa na mtu, wala hakuna yeyote atakayeendea na shughuli. Watakatifu wameenda na waovu wameachwa wamekufa, na miji imeharibiwa, imebomolewa, jua limezima, mwezi umezima, hakuna mwanga, dunia imekuwa sayari yenye giza zito. Shetani atabaki na mashetani hapa, malaika waovu akizunguka kuna kule akishuhudia mambo ambayo ameyafanya, mambo ambayo ameyatenda. Itakuwa ni shida sana kwamba ataona machungu kwa sababu ya kazi mbaya aliyoitenda. Watakatifu wamekwenda, waovu wamebaki. Swali langu linakuja ya kwamba baada ya miaka 1000 kutakuwepo nini? Litakuwa ni somo jingine. Maana baada ya miaka 1000 watakatifu watashuka na mji mtakatifu. Lakini katika dunia, kabla ya miaka 1000 inapokuwa inaendelea, maisha hayatakuwepo tena. Hapata kuwa na mashamba, hapata kuwa na kilimo, hapata kuwa na shughuli ya aina yoyote, hapata kuwa na lolote endelevu. Hakuna miundombinu, hakuna shughuli. Utakuja usome kwa wakati wao katika kitabu cha Yeremia. Amezungumza mambo ya jinsi yalivyoonekana kwa nabii Yeremia miaka ilipoendelea. Anasema hapakuwa na nafasi ya maisha tena. Hapakuwa na maisha tena. Kusoma Yeremia 4 mstari ule wa 23. Hebu soma msomaji, tuione dunia itakavyokuwa tumeiacha. Twende. Yeremia sura ya 4. Na ule mstari wa 23. Mstari wa 23 unasema, naliangalia nchi, na tazama ilikuwa ukiwa haina watu,
Niliziangalia mbingu, nazo zilikuwa hazina nuru. Naliangalia milima, na tazama ilitetemeka, na milima yote ilisogea huko na huko. Nikaangalia, na tazama hapakuwa na mtu hata mmoja, na ndege wote wa angani wamekwenda zao. Nikaangalia, na tazama shamba lililozaa sana limekuwa ukiwa, na miji yake yote ilikuwa imebomoka mbele za Bwana na mbele za hasira yake kali. Maana Bwana asema hivi, nchi yote itakuwa ukiwa, lakini sitaikomesha kabisa. Bwana anasema kwamba dunia itakuwa ukiwa, lakini hata ichoma moto kwanza. Baada ya watakatifu kwenda mbinguni, dunia itabaki ukiwa, lakini hata ichoma moto kwanza. Itatunzwa ili watakatifu akashuhudie mbinguni kwamba kwa nini fulani hayupo, kwa nini ndugu yangu hayupo. Na watakaposhuhudia hilo, uhalisia wa hukumu ya Mungu itakapotolewa, watakuwa na kuridhika ya kwamba hukumu ya Mungu ni ya kweli na ya haki. Katika miaka hiyo 1000 hawatakuwa watu duniani. Hakuna shughuli kabisa. Hakuna shughuli. Watakatifu wameenda mbinguni, na ya kwamba shughuli za dunia zimekoma. Takuja tuangalie mambo ya miaka 1000. Napenda nimalizia kwa kusema ya kwamba Bwana anasema, njooni kwangu ni nyote msumbukano wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Bwana anasema, haya njooni tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu japokuwa nyekundu kama damu, zitakuwa nyeupe kama sufu. Anasema, pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Ni lazima tumpe Yesu Kristo maisha yetu. Naomba kama kuna mtu ana neno la kuongezea, aweze kusema kwa dakika moja, kwa vile ambavyo wewe umejifunza na unauambiaje ulimwengu huu. Karibu. Binafsi nipende kusema ya kwamba tuko katika kipindi cha mwisho sana, kama ambavyo tumeona, na ya kwamba tunatazamia muda si mrefu Yesu kurudi. Na haya matukio yote yatatokea kama ambavyo tumejifunza kwa mfatano sana, na mwishowe tutamuona Yesu akirudi. Wito wangu tu ni kwamba Mungu atusaidie kila mmoja wetu kufanya matengenezo. Ni wakati ambapo kila mmoja anapaswa kujihoji binafsi ya kwamba je, historia ya ulimwengu inapokwenda kufungwa, yeye maisha yake yako upande wa nani? Je, yuko upande wa Mungu au yuko upande wa Shetani? Wito wangu ni kwamba ni heri kuchagua upande wa Mungu, maana una usalama kuliko kuwa upande wa yule adui. Ni kweli tutapitia kipindi cha taabu kama ambavyo tumejifunza kwenye masomo yaliyopita, lakini Mungu atakuwa pamoja nasi, kama ambavyo tuliona ya kwamba jemedari mkuu anayesimama upande wa watu wake atakuwa pamoja nao, na kipindi hicho kitafupizwa kwa ajili ya watakatifu. Lakini habari mbaya kwa waovu ni kwamba hasira ya Mungu itamwagika juu yao na hakutakuwa na msaada mwingine. Ni maumivu makubwa sana. Ni afadhali kuwa upande wa Mungu, maana pia hata kama ikitokea ukafa katika ulimwengu huu, bado kuna tumaini la uzima wa milele. Kwa hiyo ni afadhali kujisalimisha kwa Yesu kuliko kuwa upande wa Shetani. Asante. Asante sana, asante sana. Na Mungu atusaidie. Baba yetu na Mungu mtakatifu, tunakushukuru kwa ajili ya wema na ulinzi wako. Shukuru kwa ajili ya kipindi cha majifunzo ya neno lako kwa njia ya mtandao. Najifunza kwa mkutano, na kushukuru kwa ajili ya mkutano mkubwa ambao tumekutana kwa njia ya Zoom. Wana wako na binti zako na wengine watakaolipokea neno lao kwa njia ya channel zingine, likapata nafasi katika mioyo yetu na kutuandaa kwa ajili ya kurudi kwako Kristo mara ya pili. Tuombea ndugu anayesumbuka, uweze kumsaidia. Pigana kwa ajili yake, upate kumfungua. Mpatie mlango wa kutokea katika majaribu na giza nene la maisha ya kiroho, na giza nene la maisha haya. Tetea familia hii na utafuta ukweli, haina uhuru wa dini. Pigana kwa ajili yake, ipate kufunguliwa. Tunaombea walio wagonjwa, weka mkono wako wa heri juu yao, upatie nguvu na afya njema na kupona. Tunaombea waliopoteza ndugu zao, jamaa, wamefiwa na watu wao wa karibu, wapatie faraja yako. Tunaombea mataifa yanayopigana. Tunashukuru kuna dalili za amani hapa na pale ambazo umeziendeleza,
Endelea kuleta matumaini na kukomesha vita, injili yako ipate kuhubiriwa. Asante kwa mataifa yetu, asante kwa kanisa lako ulimwenguni. Injili yako inapohubiriwa kila mahali, wengi tukatayarishwe kwa ajili ya ufalme wako. Bariki huduma hii ya Global Family Net Conferences. Bariki familia zote zilizoshikamana kwa njia ya mtandao. Tubariki nasi tunapoongoza program kama hizi. Baada ya maisha haya, sote tukaribishe katika mawingu ya mbinguni, tukiingia katika lango la mbinguni. Tupatie siku njema ya leo. Lisha watu wako, nywesha watu wako, vika watu wako, wapatie makazi watu wako, wapatie amani na kuwapigania. Twaomba na kuamini utakuwa pamoja nasi hivyo. Tutakuwa na ubatizo mkubwa tarehe 23 mwezi wa 3. Tutakapokuwa tumepokea majina ya wote wanaohitaji kubatizwa na wakapokelewa katika vituo ambavyo tutawaelekeza kulingana na ukaribu wa mahali pale walipo. Kubali kutembea pamoja na kila mmoja wetu kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Amen.